Nashukuru kwanza kwa kuwa hapa ili kuelimisha watu kuhusu ulezi wa mtoto ambaye ako na cerebral palsy. Jambo la kwanza ni kuwa kulea mtoto ambaye ana cerebral palsy si jambo rahisi, ni ngumu kwa sababu inahitaji mambo mengi. Inahitaji fedha, inahitaji afya yako wewe mwenyewe kama mzazi, na inahitaji kupata watu karibu na wewe ambao wanakuelewa ili waweze kukusaidia pia. Kwa hivyo wakati unapata mtoto ambaye ako na condition ya cerebral palsy kama vile daktari amesema, wanakuwa na ile wameafektiwa kwa motor, kumaanisha kwamba hawawezi tembea wengine wao, hawezi lisha wenyewe na hawezi zungumza pia. Kwa hivyo kijumla wewe kama mzazi, wewe ndio kila kitu ya huyo mtoto. Nikiangalia kama mimi mwenyewe, mtoto wangu ni severe. Kwa hivyo inamaanisha kwamba lazima apate therapy throughout. Na nilianza therapy akiwa na miezi 6. Hadi saa hii wakati ako miaka 16, bado nafanya therapy ya mara 3 kwa wiki. Na si watu wengi ambao wanaweza kupata hizo therapy kwa sababu ya uhaba wa fedha, kwa sababu ukiwa na mtoto ambao ako na cerebral palsy lazima ni wewe utakuwa hapo kama caregiver. Si rahisi uweze kupata kazi ambao inakusaidia kukua nje. Ni vizuri kujua kwamba kama ni kazi utafanya, ikuwe ni kazi ambayo inakuruhusu kukua karibu na mtoto wako. Naam. Asante kwa hilo. Selina anasema